Uongozi wa Al-Nur umelalamikia hali mbaya ya utupaji wa taka holela katika njia inayoelekea katika ofisi zao, wakisema kuwa hali hiyo imekuwa kero kubwa na kuhatarisha afya za watumiaji wa eneo hilo, haswa kwa upande wa wanafunzi. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya viongozi pamoja na wananchi wa eneo hilo wamesema kuwa utupaji wa taka ovyo umekuwa ukiongezeka siku hadi siku, hali inayosababisha uchafuzi wa mazingira pamoja na kuenea kwa magonjwa. Hii si sehemu nzuri kwa sababu hii ni sehemu ambayo watoto wetu wanapita kwa ajili ya kuja skuli, lakini pia sehemu hii pembezoni kuna sehemu ambayo kunauzwa urojo, jambo ambalo itakuwa ni hatari kwa wanafunzi wetu kwa sababu watoto wetu wanakuja kununua urojo hapa. Kwa hiyo wakija kununua urojo, maana yake kuna hatari ya kwamba nzi wanaweza kuja katika sehemu ya urojo ambao wametoka kwenye jaa. Kwa hii inaweza kuleta taharuki katika mazingira yetu ya skuli. Kwa kweli hili jaa liliyopo hapa ni jaa ambalo kwa linatukera, kwa sababu hata na sisi tukitoka na gari zetu pale, basi hili jaa kama mataka yakiwa yamejaa hapa, lazima sisi haya majaa tutayakokota. Baada ya kuweka hivyo tunayakokota mpaka yale yanafika kule barabarani. Sasa inatukuta kipindi kigumu sana ambacho kwa inatusababisha jaa hili linatukera, kwa kweli linatukera haswa. Sasa tunawaomba wanaotufikia, wanaohusika na jambo kama hili, basi watufanyie maarifa, walitoe, hususan hili liko mlangoni hasa hapa. Linatupa tabu kweli hasa. Tunawaombeni kitu kama hicho wale wanaohusika. Akizungumza kwa niaba ya taasisi ya Al-Nur, mkurugenzi wa Al-Nur FM na Sahaba Model School, ndugu Ali Mkubwa Zuberi, amesema kuwa hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa na inaharibu taswira ya taasisi hiyo pamoja na mazingira ya kazi. Ni eneo ambalo ndani yake tuna taasisi, ina entity mbalimbali, idara mbalimbali. Tuna wageni wanakuja kila baada ya muda. Lakini tuna watoto wadogo ambao wako skuli, watoto ambao usimamizi wao ni wa asilimia kubwa. Kila siku tunazungumzia juu ya umuhimu wa afya, juu ya umuhimu wa mazingira. Kwa watoto ambao tunao, hili ambalo liko mbele yetu halikukaa katika maeneo yaliyokuwa rafiki. Tumechukua juhudi mbalimbali za kufuatilia utaratibu, kuona tunaomba kwenye eneo hili kuondoshewa hili, lakini mpaka leo tunapaza hizi sauti ni kwa sababu hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa. Naomba niseme tu kwamba kwenye tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka jana 2025, kama taasisi tuliandikia barua Baraza la Manispaa Magharibi A kutaka mwongozo pamoja na kuwaomba wakaguzi wao wa afya kuja kutuangalizia hili eneo na kuwaomba kutuondoshea hili eneo. Tulichoahidiwa ni kwamba barua imepokelewa na tutajibiwa, lakini kwa bahati mbaya mpaka leo hatukupata majibu hayo. Barua ipo na wao wamepokea barua hii. Kwa hiyo tunachoendelea kuomba, na hasa kwenye kipindi hiki ambacho tunaendelea kuwa nacho, kipindi cha mvua, milipuko ya maradhi, tuna watoto wadogo, tuna mazingira ambayo tunapokea wageni wanaotoka maeneo mbalimbali. Hii haileti picha nzuri, sio tu kwa ofisi lakini hata kwa jamii kuwepo katika eneo hili, pamoja na utaratibu ambao umetumika, pengine miongozo imetoka kutuwekea eneo hili hapa, lakini bado tutaendelea kuomba kwamba sisi kama taasisi tunaomba baraza na wahusika wote watuondolee hili jaa kwenye eneo letu. Ni eneo ambalo hata wakati mwingine harufu za mataka, sio tu harufu za mataka, watu wanakuja usiku, wanatoa wanataka machupa na vitu vingine, asubuhi ukija mataka yamechanganyika mtaa mzima. Wanasema kila Jumanne tutaondosha, lakini kila Jumanne ni wiki nzima. Wiki ambayo watu wanapita na kwenda na kurudi, haituletei taswira nzuri ya ofisi, haituletei taswira nzuri kwa afya za watoto wetu na hata afya za jamii kwa ujumla. Tunajua baraza linazo hekima, linazo utaratibu utatumika kuona wanatafuta pahali pengine mbadala kuhakikisha kwamba jamii inabakia ikiwa salama, watoto wetu pia wanabakia wakiwa salama. Ni wake mkurugenzi wa Baraza la Manispaa wilaya ya Magharibi Unguja, ndugu Mohamed Simba, amesema kuwa baraza linaandaa utaratibu maalum wa kujenga vizimba vya taka ili kuondokana na changamoto hiyo. Kwanza nikiri uwepo wa taka hizo katika eneo hilo, lakini sio jaa. Ile ni moja kati ya eneo ambalo kutokana na uhaba wa maeneo ya kuwekea taka, wananchi wa maeneo hayo tulikubaliana watu weke taka katika eneo lile, lakini once watakapokuwa tayari taka hizo kuziweka, sisi Baraza la Manispaa ni kwenda na magari yetu kuzichukua. Sisi baada ya kuona kuna changamoto kubwa ya ukosefu wa maeneo ya kuwekea na kutupia taka maharibia,
tuliingia makubaliano na shehia zote 31 zilizokuwepo ndani ya Magharibia. Makubaliano ya shehia kutuchukulia taka kutoka majumbani na kututafutia maeneo hizo taka kuziweka, halafu sisi baraza la manispaa kwenda kuzichukua katika maeneo ambayo shehia zenyewe wamekubaliana na kuzipeleka katika eneo la Kibele. Na kazi hiyo hatuifanyi bure, hawaifanyi bure, kwa maana kwamba tumekubaliana kwa mikataba sisi tuwalipi 60% ya kipato kinachotokana na taka kupitia majumbani. Maanake ni kwamba kama kuna patikana shilingi 1000, shilingi 600 yote sisi baraza la manispaa tumejikubalisha tuipeleke kwa shehia kupitia vijana wao wale wanaozoa taka. Lakini nataka niwahakikishie wananchi, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya Daktari Hussein Ali Mwinyi sasa hivi imeshaanza project ya ujengaji wa vizimba 14 vikubwa ndani ya wilaya yetu ya Magharibia, ambapo mkandarasi sasa hivi yuko site na tunategemea ndani ya mwezi huu ujenzi wa hivyo vizimba 31 vitaanza. Kwa hivyo hii changamoto ya uwekwaji wa taka katika maeneo ambayo sasa hivi wananchi wanaziona, hilo jambo litakuwa ni jambo la historia. Kwa hivyo katika kipindi hichi cha mpito tuwaombe sana wananchi waendelee kutustahimilia. Muda mfupi ujao changamoto hii itaondoka, pamoja na mradi huu wa ZUSPO utatupatia vifaa vingi vya kutosheleza, kwa maana ya suala la uchukuaji wa taka haitokuwa na sababu ya kukaa hata ndani ya dakika 20.